watapiga magoti mbele ya baba askofu, naye atawawekea mikono na baadaye itafuata sala rasmi ya kuwaweka wakfu. Kwa kuwawekea mikono na sala rasmi ya kuwekwa wakfu, wateule wanajaliwa karama ya Roho Mtakatifu kwa ajili ya ufa wa ushemasi. Uwe nasi, Mungu Mwenyezi, uliye asili ya neema zote na mgawaji wa daraja na mpangaji wa huduma. Wewe huishi milele na kuvifanya upya vitu vyote kwa maongozi yako ya daima. Yote kwa njia ya neno wako ndiye mwanao Bwana wetu Yesu Kristo, aliye nguvu na hekima yako, huyatimiza katika nyakati zote makusudio ya upendo wako. Wewe waliunda kanisa lako, ndilo mwili wa Kristo, lenye tofauti ndani yake wingi wa mapaji ya mbingu, na lenye muunganiko mbalimbali na umoja wa ajabu kwa njia ya Roho Mtakatifu. Jenga kwa kukua kama hekalu jipya kwa njia ya daraja tatu za huduma zilizowekwa nawe kwa utumishi wa jina lako. Tangu mwanzo uliwateua wana wa Lawi ili watekeleze huduma ya hema ile ya kwanza. Vivyo hivyo, mwanzoni mwa kanisa lako, mitume wa mwanao wakiongozwa na Roho Mtakatifu waliwachagua saba kushuhudiwa kuwa wema, ili wawasaidie nao waweze kudumu zaidi katika kuomba na kulihubiri neno la Mungu. Wakisha wateua watu hao kwa kuomba na kuwawekea mikono, waliwakabidhi huduma ya meza. Sasa Bwana, tunakuomba usikilize sala zetu, watazame kwa wema hawa watumishi wako. Tunawaweka katika kazi ya ushemasi, ili wahudumie kwenye altare zako takatifu. Tunakusihi, Bwana, washushie Roho Mtakatifu ili waimarishwe kwa neema ya mapaji yako saba, wapate kutekeleza kwa uaminifu kazi ya kukuhudumia. Wawe mfano bora wa fadhila zote za kiinjili, wenye pendo lisilo na unafiki, wenye bidii kwa wagonjwa na maskini, mamlaka yasiyo makuu, wenye moyo mnyofu na ulio safi,
waaminifu katika nidhamu ya kiroho. Katika tabia yao yang'ae maagizo yako, ili kwa mfano wa mwenendo wao wapate kufuasa katika taifa lako takatifu, nao wakitegemea ushuhuda mema wa dhamiri, wadumu kuwa imara na thabiti katika Kristo hadi siku ambayo baada ya kumfuasa mwana wako hapa duniani kuja, si kwa kutumikiwa bali kwa kutumikia, wastahili kutawala naye huko mbinguni. Tawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu daima na milele. Vorrei avere mille lingue mole del preziosissimo sangue. Ningependa kuwa na ndimi 1000 ili kutangaza upendo wa damu azizi ya Bwana wetu Yesu Kristo. Hizo zilikuwa ni ndoto za Mtakatifu Gaspari miaka 210 iliyopita. Na tazama, kwa sala hiyo ya wakfu, hawa ni wamisionari, hawa ni mashemasi wa kanisa takatifu Katoliki, na hawa ni mashemasi wa kutangaza neno la Mungu. Sasa mashemasi wetu watavikwa stola na dalmatika walioandaliwa. Kuvikwa stola na dalmatika kwa maanisha inayotolewa kuanzia sasa katika liturujia. Kwaya, tunaweza kuimba tafadhali. Na sasa mashemasi mmoja mmoja watakwenda mbele ya askofu na watakabidhiwa kitabu cha Injili. Kukabidhiwa kitabu cha Injili kuashiria wajibu wa shemasi wa kuitangaza Injili katika maadhimisho ya kiliturujia, kama vile wa kuihubiri imani ya kanisa kwa maneno na kwa matendo. Pokea Injili ya Kristo ambayo umekuwa mhubiri wake. Angalia, usadiki hayo utakayosoma, ukafundishe hayo utakayosadiki, na ukashike hayo utakayofundisha. Pokea Injili ya Kristo kwa kuwa mhubiri wake. Angalia, usadiki hayo utakayosoma, ukafundishe hayo utakayosadiki,
na ukashike hayo utakayofundisha. Pokea Injili ya Kristo ambayo umeweka kuwa mhubiri wake. Angalia, usadiki hayo utakayosoma, hayo na ukashike hayo utakayofundisha. Na sasa linafuata busu la amani, na atakayewatakia busu la amani ni baba askofu pamoja na mashemasi. Sasa mashemasi mikono mapadre waliopo altareni, baadaye tutawageukia waumini tuwapungia mikono, na baadaye liturujia Ekaristi itaendelea kama kawaida, na mashemasi wapya mtaanza majukumu yenu mara moja sasa hivi altareni.